Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema wakati wa mkutano na waandishi wa habari mtandaoni ya kwamba vikosi vya Ukraine vilishambulia kiwanda katika eneo la Bryansk huko nchini Urusi ambacho hutengeneza mifumo ya udhibiti wa makombora ya Urusi. Operation imefanyika kwa mafanikio. Kiwanda hicho cha Bryansk kilishambuliwa. Kiwanda hiki kinatengeneza mifumo ya udhibiti wa aina zote za makombora ya shirikisho la Urusi, Zelensky amesema, akiongeza kuwa kamanda mkuu Oleksandr Syrskyi pia alikuwa amemjulisha kuhusu shambulizi hilo. Shambulio hilo liliweza kulenga kiwanda cha Kremniy-Eli, kampuni kubwa ya utengenezaji wa vifaa vya elektroniki vya Urusi iliyoko Bryansk, kwa kutumia makombora ya Storm Shadow yaliyoweza kurushwa hewani. Wafanyakazi wakuu wa Ukraine pia wamesema hivyo, na pia maafisa wa kikanda wa Urusi walithibitisha shambulio dhidi ya miundombinu ya viwanda jijini na kuripoti uharibifu kufuatia mlipuko katika maeneo hayo. Wafanyakazi wakuu walisema shambulio hilo lilikuwa sehemu ya juhudi za kimfumo za kupunguza uwezo wa kijeshi na kiuchumi wa uchokozi wa Urusi, na kuongeza kwamba lengo lilipigwa na uharibifu mkubwa na vifaa vya uzalishaji uliweza kurekodiwa. Kremniy-Eli ni mmoja wa wazalishaji wakubwa wa vifaa vya elektroniki vya kijeshi nchini Urusi, akitengeneza vipengele vya nusu semiconductor vinavyotumika katika mifumo ya mwongozo na udhibiti wa makombora. Bidhaa zake zimejumuishwa katika mifumo mbalimbali ya silaha za Urusi, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ya Pantsir na mifumo ya makombora ya Iskander. Kituo hicho kimekuwa kikilengwa katika mashambulizi awali wakati wa vita, kikionyesha mkakati mpana wa Ukraine wa kushambulia Urusi kwa kina ili kuvuruga kabisa minyororo ya usambazaji wa kijeshi na viwanda nchini humo. Bryansk iko karibu na mpaka wa Ukraine, lakini nje ya maeneo ya mapigano ya mstari wa mbele, ambako mashambulizi katika maeneo kama hayo ya viwanda ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za Kiev za kudhoofisha kabisa uwezo wa uzalishaji wa makombora wa Urusi, huku Moscow ikiendelea kushambulia mara kwa mara makombora na ndege ambazo za rubani kwenye miji na miundombinu ya Ukraine. Na pia vikosi maalum vya operation vya Ukraine maarufu kama SSO vilitoa video mnamo Machi 10 ikionyesha mashambulizi kwenye vituo vya kijeshi katika eneo la Donetsk linalokaliwa na Urusi. Wakati wa mashambulizi ya usiku kucha, vikosi vya mgomo wa mstari wa mbele viliweza kulenga kituo cha kuhifadhia mafuta na vilainishi huko Makivka. Maafisa wa Ukraine wameweza kuripoti hivyo. Katika jiji la karibu na Donetsk, ndege zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia kituo cha elektroniki cha vita cha Vona 3 ambacho vikosi vya Urusi vilikuwa vikitumia kujilinda dhidi ya magari ya angani yasiyo na rubani. Mfumo huo unaangalia masafa ya udhibiti wa ndege zisizo na rubani na kulazimisha ndege zisizo na rubani kupoteza malengo au miunganisho, kulingana na jeshi la Ukraine. SSO inaendelea kutekeleza vitendo visivyo na ulinganifu ili kumzuia kimkakati adui kupigana vita dhidi ya Ukraine. Jeshi la Ukraine pia lilisema makundi ya wafuasi wa eneo hilo ilisaidia katika operation hiyo. Maafisa walisema kwamba wanachama wa harakati ya upinzani ya vikosi maalum vya operation wanaofanya kazi katika maeneo yanayokaliwa na Urusi ya mkoa wa Donetsk walisaidia kutekeleza mashambulizi hayo. Vikosi vya Ukraine hushambulia mara kwa mara vituo vya kijeshi katika maeneo yanayokaliwa na Urusi, ambayo hutoa silaha, mafuta na vifaa kwa wanajeshi wa Urusi. Inakumbukwa pia Machi 7 wafanyakazi wakuu wa Ukraine walisema vikosi vya Ukraine vilishambulia eneo la kuhifadhia ndege zisizo na rubani za Shahed karibu na uwanja wa ndege huko Donetsk inayokaliwa na nchi ya Urusi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya muda kutoka huko vita ya Urusi pamoja na Ukraine, ambako pia tunaona kile ambacho amekizungumza rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambaye ametangaza kwamba pia moja ya sehemu ya makombora huko nchini Urusi mkoani Bryansk imeweza kushambuliwa vibaya na kombora Storm Shadow, ambalo pia mara nyingi sana ni makombora kutoka nchini Uingereza. Hivyo tunaona kwamba pia ufanisi wa kile ambacho kinazidi kujiri kwenye hii vita ya Urusi na Ukraine ambayo pia imeanza muda mrefu tangu 2022. Hivyo basi bado tunaona mashambulizi ambayo yanalenga kumdhoofisha mwenzake ama upande fulani yakizidi kuonekana. Kwa hiyo basi ni kusihi tu ya kwamba taarifa zaidi zitazidi kutoka hapa. Cha msingi endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, usiache kushare, kulike, lakini pia kama bado hujajiunga nasi, basi sasa nakusihi ufanye hivyo, ubonyeze kitufe cha neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa zaidi na matukio zaidi basi uweze kuzipata kwa wakati kabisa. Asante sana.